ni nyumbani. Sisi kauli mbiu yetu ni bima ya afya kwa wote. Oyo, bima afya kwa wote. Safari ni tofauti. Najua bima ipo. Ipo, ukihitaji unaipata. Lakini safari hii ndio bima ya afya kwa wote. Inakuwa inamaanisha nini exactly? Bima ya afya kwa wote. Inakuwa inabeba ujumbe gani? Okay, tunapozungumzia bima ya afya kwa wote, kwanza tunatakiwa kufahamu kwamba ni kitu ambacho serikali ilianzisha kutokana na sheria ya bima ya afya ya wote ya 2023. Na lengo kubwa ilikuwa ni kuhakikisha kila mwananchi anapata bima ya afya kwa ajili ya matibabu. Hilo ndio lilikuwa lengo kubwa la bima ya afya kwa wote. Yes. Sheria ya bima ya afya kwa wote inalenga kutatua changamoto zipi kwenye sekta ya afya sasa? Yes. Inalenga kutatua changamoto mbalimbali. Changamoto ya kwanza ni kutatua upatikanaji wa huduma za afya kwa wananchi kwa gharama nafuu. Na changamoto nyingine ambayo inatatua ni kuweza kuongeza ukwasi kwa vituo vinavyotoa huduma za afya. Ni kwa sababu zitakuwa zinapokea fedha kutoka kwenye bima zinapotoa service kwa wananchi. Na kitu kingine kinachotatuliwa ni kuwakinga wananchi kutokana kuingia kwenye umaskini kutokana na kulipia huduma za afya. Kwa sababu watakuwa na bima itakuwa inafanyaje? Inawakava wananchi. Hayo ndio yalikuwa malengo makubwa ya bima ya afya kwa wote, na serikali ndio mambo ambayo inaangalia hasa. Huu mpango wa bima ya afya kwa wote ulipotangazwa rasmi, ulitangazwa na waziri wa afya. Natamani kufahamu NHIF inacheza part gani kwenye kutekeleza sasa hii bima ya afya kwa wote? Kwa sababu mtu atasema sawa, kuna bima nyingi, lakini hii bima ya NHIF yenyewe inacheza part gani hapo kutekeleza hilo? Okay, sawa. Labda nitaanza kwa historia kidogo ili mtangazaji aweze kunielewa na wananchi waweze kunielewa. Tunapozungumzia NHIF ni mfuko ambao ni wa umma na ulianzishwa kwa sheria ya sura namba 395 ambayo ni ya 2001 Julai. Na kwa nini mfuko ulianzishwa? Ulianzishwa kutokana na maboresho ya sekta ya afya yaliyotokea mwaka 1990. Sasa mfuko na majukumu ya msingi matatu. Jukumu la kwanza la msingi ni kutekeleza sheria, na la pili ni kutekeleza utawala, na issue ya tatu ni kutekeleza maagizo ya serikali. Sasa bima ya afya kwa wote inaingia katika kutekeleza maelekezo ya nini? Ya serikali. Ambapo tunatekeleza maelekezo ya serikali kutokana na sera mbalimbali ambazo serikali iko nazo. Ambapo mojawapo ndio hiyo bima ya afya kwa nini? Kwa wote. Yes. Na utekelezaji umeanza kwa kuandikisha kaya zisizokuwa na uwezo. Sio kaya za wananchi maskini, kaya zisizokuwa na nini? Na uwezo. Na hilo jambo tayari lishaanza kufanyika kwa sababu utekelezaji wa bima ya afya kwa wote umeanza Agosti 2024 kutokana na sheria sura namba 161. Kwa hiyo currently au kwa sasa NHIF tunatekeleza kwa kusajili kaya za wananchi wasiokuwa na uwezo. Ndio sasa hivi tunawasajili tokea Januari mpaka sasa hivi tunaendelea kusajili. Na hao wananchi ambao tayari washasajiliwa tayari washaanza kupata huduma za bima ya afya kwenye vituo mbalimbali Tanzania. Kwa hiyo mchakato unakuwa special kidogo, si ndio? Kwa sababu kawaida tunafahamu tukija ofisini pale kidogo kuna hatua. Sasa hii ya nyie kwenda kuwasajili inakuwa tofauti? Ina utofauti kidogo. Kwa awamu ya kwanza ambayo ilitangazwa na Mheshimiwa Waziri, tayari ishaanza kufanyika. Na kwa nini inafanyika? Inafanyika kwa utofauti kidogo kwa sababu zile kaya ambazo hazina uwezo na kuwa zinatambuliwa na watu wa TASAF, then sisi tunaenda kuzisajili. Yes, ndio maana utofauti tunauona hapo. Yes. Wananchi wanapaswa kuchangia kiasi gani sasa kupata hii huduma ya afya kwa watu wote? Na tunaamini ni kama kitu special hivi kimekuja. Manake kuna tofauti na michakato iliyokuwepo awali, si ndio? Je, kuna ni kitu mnaweza kushare labda kwamba kuna specification kwa sasa tutarajie? Kwa mfano nakumbuka zamani au ukienda NHIF kuna
zile karatasi ambazo zimeandika kabisa kuna hiki kuna hiki, haya hii ya kwa wote, kuna utofauti na ile kwenda kurequire ya zamani? Hakuna utofauti sana. Utofauti uliopo kwenye hii bima ya afya kwa wote ni sisi tunawafuata hizo kazi zisizojiweza huko walipo. Tunawasiliana na watendaji wa kata, wao ndo wanawatambua wale watu kupitia kwenye utaratibu wa TASAF, na wana utaratibu wa kuwakusanya. Yani wao wanajua zile kaya, kwa taarifa inafika mapema, zile kaya zinakusanywa pamoja. Kwa sisi Tanzania nzima kwenye ofisi zetu tuna jukumu la kwenda huko walipo kwenye kaya maskini. Kwa hiyo tofauti ni kwamba kaya maskini haziji ofisini kwetu, sisi tunawafuata wao walipo. Na gharama ni 1,500,000 kwa kaya moja, kaya ya watu 6, kaya ambayo ina baba, ina mama, ina wanandoa, lakini pia ina watu wengine 4, aidha watoto wa kuwazaa wenyewe, hata kama ni watoto wa kambo wanaruhusiwa, ndugu wa damu wanaruhusiwa, ila hawataki kuwa zaidi ya miaka 21. Wote wanaruhusiwa kuingia kwenye kaya moja, na gharama ni hiyo 1,500,000. Lakini uzuri ni kwamba hizi kaya maskini, kaya zisizokuwa na uwezo, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeshawalipia tayari. Kwa sisi tushapata hiyo hela tayari. Tunachofanya sisi ni kwenda tu kufanya usajili au kuanza kupata huduma. Nina swali la kiteknikali hapo kabla Rama hujauliza. Kabla hujauliza, samahani. Hapo kwenye gharama tunafahamu, mimi naamini katika kitu cha gharama sana ni huduma matibabu. Kinakuwa kina gharama sana. Kwa kiwango hicho ambacho kimewekwa, kuna restrictions labda kwamba kuna hiki wanaweza kufanya, hiki hawawezi kufanya, au hiyo imekuwa special tena, nikirudia hilo neno kwamba inaweza kusaidia kupata huduma yote? Kwa sasa hivi hiyo 1,500,000 kusema kweli wanapata huduma nyingi mno. Ya karibu 95% ya huduma zote wanazipata, na wanatibiwa kwenye hospitali zote za serikali, kuanzia zahanati mpaka hospitali za kanda. Yani wanaruhusiwa kupata naita referral. Ni bima ambayo unaweza ukapata referral kwenda hospitali kubwa ya serikali. Unapata referral na unaweza kwenda hospitali nyingine, ikishindikana hapa unapanda mpaka unafika kwenye hospitali ya kanda. Vyote wanapata huduma. Na inakuwa ni michango ya kila mwaka. Hiyo 1,500,000 ni kwa mwaka mmoja. Okay. Kwa kila mwaka ukiisha unalipiwa tena, wanaendelea. Haya, Rama, tunarudi kwako. Kuna maswali mawili kwamba NHIF imechangia kwa kiwango gani kupunguza gharama za matibabu. Samahani Rama, tusomee jina la aliyetuma swali. Kuna hili moja langu na kuna moja linaulizwa. Mmoja ameuliza swala la utofauti wa huduma za matibabu kwa mijini na vijijini wakati usajili pia wa kaya ukiendelea ukoje? Okay. Au unarudia tena Rama? Kuna swali hapa NHIF kwamba kwenye swala la utoaji wa huduma wakati usajili ukiendelea wa kaya ukoje kwa mijini na vijijini? Huduma ya kusajili, si ndio? Huduma ya usajili lakini mpaka matibabu anauliza, kwa sababu swala la matibabu pia, yani anataka kujua kwamba mfano mtu amepata tatizo, anaweza kutoka kijini kuja kutibiwa mjini au kule, yani hizo huduma za afya sasa baada ya kuingia ukoje vijijini na mijini? Ndio swali lake. Okay, hilo swali nitalijibu kama ifuatavyo. Huduma ambazo zinatolewa na NHIF zinatolewa pia kutokana na hospitali ambazo NHIF imezisajili. Na NHIF tumesajili hospitali kuanzia ngazi ya dispensary mpaka ngazi ya taifa, National Hospital. Kwa hiyo kutokana na huduma ni zile zile, hazina utofauti wowote kuanzia kijijini mpaka mjini. Kitu ambacho kitatofautisha ni ule uwezo wa hospitali mtu ambaye anafanyaje anaenda na ubora. Kwa sababu tunapoangalia hospitali ya zahanati, uwezo wa kutoa huduma ni tofauti na hospitali ya ya taifa. Na ndio maana mwananchi akienda labda hospitali ya zahanati au ya center, wakiona kwamba kuna matibabu hayapo pale, huyo mwanachama anapewa rufaa kwenda kwenye hospitali ya juu zaidi kuweza kupata hayo matibabu. Kwa hiyo matibabu yatakuwa sawa kuanzia kijijini mpaka mjini. Kwa sababu ya hiyo issue ya kufanyaje ya kulifaa wanachama au wagonjwa. Na ndio maana ndio pati mojawapo ya bima ya afya kwa wote kuleta usawa wa matibabu kwa wananchi wote. Hiyo maana yake ni kuanzia kijijini mpaka mjini. Usawa utazingatiwa
na ni kutokana na ubora wa hospitali ambao mwanachama anaenda. Kwa hiyo pale mwanachama atakapo kwenda zahanati na wakaona inapaswa kumpeleka labda hospitali ya mkoa, bima itafanya hivyo, na mkoani wakiona huyu labda tumlete sasa Dar es Salaam, bima ile itatumika yeye kuja kutibiwa hapa. Na nafikiri Rama umeelewa hapo. Swali lako sasa? Swali langu mimi ni hao NHIF pia wamechangia kwa kiwango gani kupunguza gharama za matibabu kwa kaya, na bado wasikilizaji wameendelea pia kuuliza, lakini kwanza likijibiwa hili tutaendelea maswali hapo. Haya. Okay. Sijui kama amelisikia au ni rejea. Rejea tena. NHIF imechangia kwa kiwango gani kupunguza gharama za matibabu kwa kaya? Yaani hivi tunavyozungumza usajili ukiendelea pia ili wafahamu ambao wanasikiliza. Ya kutokana na swali alilouliza mwandishi, actually kwa sasa hatuna ile tuseme kwamba data halisi kwa sababu tayari usajili tumeanza mwezi wa kwanza na bado tunaendelea kufanyaje kusajili watu. Kwa hiyo tutakuja na data kamili tutakapomaliza mwaka mzima na watu watakapokuwa wameenda kwa wingi kwenye hospitali mbalimbali. Lakini projection kubwa ambayo tunaitegemea ni kupunguza ule uzito kwenye kaya ambazo hazina uwezo. Lakini actually kwa sasa hatuna data ambayo tunaweza tukaizungumza kwenye jamii direct mpaka tutakapomaliza mwaka. Kwa Rama, mimi kama niko makini hivi, Bi Sabina hapo awali aliweza kufafanua ile gharama ya kuchangia, ambapo alisema 1,500,000 ni kwa familia mpaka ya watu 6. Binafsi kaya. Ambapo ukiangalia ukichambua ile 1,500,000 utagundua imeweza kusaidia watu 6 kupata huduma kwa ngazi yoyote ya pale walipo kiasi kile. Naona Colin nataka kuchangia hapo. Tunaposema, nitaomba kidogo usogee kwenye mic. Tunaposema kwamba NHIF, yani ndugu mtazamaji, anasema NHIF imechangia nini? Unajua ukitaja NHIF unahitaji serikali. Serikali hii ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaongozwa na Jipedali Daktari Samia Suluhu Hassan. Katika kupitia bima afya kwa wote, kuna ruzuku imeweka serikali kupunguza makali ya gharama za matibabu. Na wote tunafahamu tunaposema 1,500,000 kwa watu 6 katika uhalisia wa kawaida hakuna kitu kama hicho. Kwa moja kwa moja tunajua kwamba serikali kupitia mfuko wa taifa bima afya imewekeza fedha nyingi za kutosha kuweza kuhudumia wananchi wake. Kwa mimi nadhani hapo moja kwa moja tu mtazamaji au msikilizaji anayetusikiliza aelewe tu kabisa kwamba serikali inachangia kwa kikubwa, kwa sababu tukisema uhalisia tuchukue 1,500,000 uende nayo hospitali, mtu mmoja tu inaishia kwenye vipimo. Au kumuona daktari. Twende tu hata kwenye hospitali ya serikali utaishia, utamwona daktari, utaishia kwenye vipimo pale. Inategemea umekwenda kuangalia nini. Unaweza kaishia tu kwenye vipimo au ikakusogeza kwenye labda baadhi ya dawa. Yes, sahihi kabisa. Kwa hiyo nadhani moja kwa moja hapo tayari ameshapata jibu kwamba kwa kweli serikali inachangia kiasi kikubwa sana. Sio kitu cha mchezo. Asante sana. Sio kitu kidogo jamani. Kama unasikia, naomba niendelee kusoma, alafu kitakachojibiwa ufafanuzi watakifafanua. Kama watu watatu nisome tu wasikilize. Itapendeza ukisoma na majina yao tafadhali. Taja majina. Sahihi, tujue nani kutoka wapi anauliza nini. Haya. Abdulazizi Rajab kutoka Jangwani Mafuso. NHIF wanatusaidiaje sisi madereva ambao hatuna muda? Hii ya kwanza itajibiwa, naomba niendelee pia. Karimu Abdullah kutokea Dar es Salaam, je, bima inaweza kutibu matibabu ya gharama kiasi gani kwa mwaka kwa mchango huo kwa kaya? Hilo la pili. Sasa nitaishia la tatu. Ishia hapo kwanza. Ishia hayo mawili kwanza. Tuanze la Abduli hilo ya mzee wa Rami kwa Lami aweze kujibiwa. Wa Mafuso huyo. Aya, nimeona swali lake, anasema kwamba tunawasaidiaje madereva ambao hawakai sehemu moja. Naamini anazungumzia kujiunga na bima ya afya, sio bima ya afya kwa wote. Kwa sababu bima ya afya kwa wote mpaka sasa hivi bado tunaandikisha wale kaya zile ambazo zilikuwa na uwezo ambazo serikali imetupa. Hatujaanza bado kuingia kwa wananchi wa kawaida. Ila tunazo bima za afya tunaziita vifurushi. Kuna ndoto ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, anatamani wananchi wote Tanzania
kila mtu awe na uhakika wa bima ya afya, kuwa na matibabu, kupata matibabu ya bima ya afya. Kwa hiyo tulikuja kuanzisha vifurushi vinaitwa, ambavyo mtu yoyote haswa hao wenye shughuli zao binafsi wana uwezo wa kujiunga kwenye vifurushi vyetu vya bima ya afya, ambavyo gharama yake ni nafuu sana na matibabu yake ni Tanzania nzima. Vifurushi vyetu vinaanzia 168,000 kwa mwaka. Mtaa wetu ni maarufu sana na haupo mbali na wewe. Ni hapo tu, mtaa wa tatu kutoka kwa 92. Saa 2:40 unasikiliza sauti ya Bi Sabina Komba hapo akituelezea kwamba wakati wengine wanasubiri mchakato wa bima kwa wote, bado NHIF inaendelea kutoa huduma za bima. Kwa hiyo kwa nini ukae huna insurance, huna uhakika na kesho yako? Tuendelee. Kwa hiyo bima ya afya tulikuja na vifurushi vya aina tofauti tofauti, ambavyo sasa vifurushi vyetu unajipimia kulingana na uwezo wako, lakini pia kulingana na ukubwa wa familia yako, kwa sababu vifurushi vyetu vinabeba kuanzia mtu mmoja, familia, ukiamua kuingia wewe na mke wako, ukiamua kuingia na watoto, vyote. Kwa hiyo unapata bei kulingana na ukubwa wa familia yako. Kwa hiyo nilikuwa nataka tu kumwambia huyo aliyeuliza swali kwamba bima za afya hizo za vifurushi, gharama ndogo kabisa unaweza kuingia nayo ni 168,000 kwa mwaka kwa mtu mmoja mwenye umri kati ya miaka 18 mpaka 35. Lakini ukiwa na miaka 36 mpaka 59 una uwezo wa kuingia kwa gharama ya 192,000. Lakini ukiwa na miaka 60 na kuendelea una uwezo wa kuingia kwa gharama ya 240,000 kwa kuanzia. Hizo ndio gharama zetu ndogo ambazo mtu wa kipato chochote kile anaweza kuingia na kuendelea. Na tunachokihitaji kutoka hapo ni namba yako ya NIDA tu. Ukileta namba ya NIDA tu tunakusajili na unapata huduma Tanzania nzima pia. Huyu ambaye hatulise mmoja yuko barabarani, yeye sasa anaweza kufanyaje? Colin anaweza katujibu hapo. Ni lazima afike kwenye ofisi au atafanyaje sasa? Najua anawasikiliza hapa. Nashukuru. Kabla sijafika huko, napenda kumwambia tu kwamba sio tu kwamba wao tu madereva, mama ntilie, boda boda, na tunafahamu kwamba wana familia, wana watoto, mpaka watoto pia hapa tunawasajili humo, bado wanaingia kwa bei ambazo mwenzangu hapa, afisa mwenzangu ameshazitaja. Sasa wanafikaje? Kuna sisi NHIF tupo Tanzania nzima. Tunaamini kwamba wanaposafiri ni kwamba wanapita katika mikoa. Wanapita katika mikoa. Kwa wanaweza kufika ofisi ya karibu ya NHIF wakajiunga pale kwa kupitia namba zao za NIDA. Na zile NIDA mwisho wa siku zile ambazo ndo watatumia kupata matibabu, kwa sababu NHIF sasa hivi atuprint card sasa hivi. Yaani sasa hivi dunia ipo kwenye kiganja. Wacha. Kila kitu unamaliza kwenye kwa hiyo ile NIDA ile inakusaidia kupata matibabu yako. Na kwa watoto ni cheti tu, cheti cha kuzaliwa, passport size zao za watoto zile tunatengenezea kwa kitu kinaitwa e-card, yaani kadi ya kwenye mtandao, ambao aidha watatumia kupitia kwa wazazi kupitia simu zao, au wazazi wataenda kuprint ili wapate gamba gumu. Kwa mtu ambaye hana simu janja, kwa mtu ambaye simu janja ana print tu pale, basi anakuwa nakaa nayo, anapata matibabu. Kwa hiyo tumefikia popote tulipo, popote hapo tupo hapo kwenye kwamba nahitajika tu kuja na NIDA hapo. Na mmenishtua, nina bima yenu, mwanzoni sikwenda tu na NIDA. Kwa hiyo sasa hivi mmeboresha, sihitaji kubeba makabrasha. Ni maboresho yaliyofanywa. Maana yale ni makabrasha. Ni maboresho yaliyofanywa chini ya mkurugenzi wetu mkuu Dr. Irene Isaka. Amekuja na maduka makubwa, amerahisisha mifumo. Sasa hivi kwa kweli NHIF ipo vizuri, ipo imara, mifumo inaongea. Sasa hivi BRELA, unataka kupata taarifa RITA, NIDA, mifumo tu pale imeunganishwa. Kwa nakuja na namba yangu ya NIDA tu. Na niongezee hapo kwa huyo dereva boda boda, maana naona kama swali lake tumezunguka sana. Sasa hivi tuna NHIF self service. Tuna huduma za kujihudumia mwenyewe. Kwa hiyo huyo dereva au madereva anaweza kaa piti kwenye center, anaweza asiende popote, asiingie ofisi yoyote, akatumia simu yake ya mkononi, akaweza kujisajili, akapata kila kitu, atafanya mwenyewe. Awe na namba yake ya NIDA tu, awe na namba yake ya NIDA tu mkononi, ataingia kwenye NHIF self service ambayo inapatikana kwenye mtandao wa Google. Unaweza tu ukaingia ukaandika pale NHIF self service, utapata, itafunguka.
utaingia mle, utatakiwa ujisajili. Ukimaliza utakuwa na page yako, utaweza kuingia humo kwa password. Ukiingia humo basi utafuata utaratibu. Kinachohitajika namba ya NIDA tu. Ukiingia mle utajisajili, utaulizwa package unayotaka, utaigusa, kila kitu utamaliza. Na ukimaliza hapo utaanza kupata huduma na utatumia namba yako ya NIDA. Kwa sasa hivi stage tuliofikia NHIF pia unaweza usije kabisa ofisini kwetu. Na kila kitu kikaenda vizuri. Unajifanyia mwenyewe kwenye simu yako ya mkononi na kila kitu kinaenda vizuri. Nafikiri hiyo jibu limemfaa sasa. Kumbe bwana, tunaweza tukamaliza michakato, tusiende kukaa foleni huko. Kwenye simu yako kabisa ya kijanja unaandika NHIF Service. Yani huduma jihudumie mwenyewe. Alafu unahakikisha tu uko na namba yako ya NIDA karibu. Manake hiyo inaepusha wewe kubeba makablasha yote, sijui cheti chako, cheti cha baba, cheti cha mama. Jamani, tulivyoenda NIDA tuliwa mind wakati wanatuomba hivyo vitu. Kumbe walikuwa wanatuandaa kwa ajili ya siku kama za leo. Kwamba acheni kubeba vyeti mnadondosha, mnapoteza. Sasa hivi namba yako itakutolea taarifa zako zote. Rama, tupatie swali lingine hapo. Kuna uhakika maswali yako mengi. Shukuru Salmu kutoka Dar. Mimi mwajiriwa wa kampuni, anasema wale nikatia bima NHIF 17,000 kila mwezi. Lakini nimejaribu na NIDA nimeshindwa, nafanyaje? Na je, kiwango cha 17,000 kwa mwezi ni sahihi? Hilo swali la kwanza. Lakini kuna swali lingine, kabla hujaongeza lingine, najua sio nafasi yangu, lakini ninavyojua unapokuwa mwajiriwa wewe unachangia, kampuni inachangia. Kwa maana yake ni zaidi ya hicho unachofikiria. Hicho ni wewe unakatwa kama mfanyakazi. Sasa hatujajua yeye alitaka ajilipie mwenyewe kujiendeleza au anatakaje. No, atueleze tu 17,000 hiyo kivipi. Yeye nafikiri ametaja kile alichokuwa akikatwa yeye. Siku zote kampuni inatoa zaidi. Hata kwenda kwenye mafao wewe unakatwa kidogo, kampuni inakuwekea mengi. Sasa nafikiri yeye nafikiri labda anahitaji kukata binafsi. Sasa ndo mchakato ujui. Atuelewe huyo alikuwa anamaanisha nini. Ameongezea hapa. Anachosema yeye anicho ni kiwango ambacho yeye anakatwa kwenye kuchangia na kupitia kampuni. Anataka ufafanuzi kama yeye ameajiriwa anakatwa 17,000. So 17,000 anakatwa yeye, yajua kwamba kampuni inamchangia kiasi gani. Kwa hiyo anataka ufafanuzi ni sahihi au kuna namna hapo. Hilo naeleza. Hiyo ni sahihi kabisa, kwa sababu taratibu sisi wa bima ya afya za kampuni kama hiyo kampuni binafsi ni 3% ya mshahara wake anachangia yeye na 3% anachangia mwajiri wake. Lakini kuna waajiri wamefika mbali, wanaamua kuwachangia watu wao wote. Sisi kwetu minimum contribution, michango nisemeje, nimeshazoea minimum contribution kwa mtu mmoja ni 40,000. Mchango wa kima cha chini kwa mtu mmoja ni 40,000. Maana yake ni kwamba yeye huyo mwajiri wake anamlipia hela nyingi zaidi kuliko anokatwa yeye. Tena hata usiseme ndugu yangu. Yaani huyo anataka kujua kwamba mwajiri wake anamchangia 23,000 ili kufikia kwenye 40,000 ambao sisi tunahitaji. Na of course ni ile huwa ni inakatwa kila mwezi. Inakatwa kila mwezi. Inafikisha kile kiasi ambacho Dasabina alikisema hapa ambacho ni cha kima cha chini. Cha kila mtu. Kwa hiyo awe tu na amani, yani hiyo iko sawa kabisa na mwajiri wake anamchangia nyingi kuliko anaochangia yeye. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.